Mama anaumwa na sina pesa za matibabu, naomba unisaidie pesa. Ndugu wangu, kuna kitu ambacho mimi nataka nikueleze. Kuna story moja, kuna mfungwa mmoja ambaye ni mtoto wa kike, tena ni binti mdogo tu. Yule mwanamke alifungwa kwa makosa tu kama kawaida ya duniani, lakini akapata neema na akapata kazi kwa mtu mmoja ambaye ni kiongozi mkubwa sana. Jeshi lake lilikuwa ni kubwa mno, lakini yule binti ambaye ni mfungwa alikuja kushangaa bosi wake ana matatizo. Yule binti akaanza kuuliza, tazama, ni mfungwa anauliza hali ya bosi wake. Yule bosi alikuwa anaitwa Naman. Yule Naman akaulizwa kupitia yule mfungwa, mbona ugonjwa unaitwa ukoma unatibika? Zile habari zilizofikia wale watu ambao walikuwa karibu na Naman wakaanza kuzieneza habari hizi huku na pale na pale. Naman zikafikia zile habari kwamba kuna mfungwa ambaye mmemfunga na mmemfanya kama mfanyakazi wa ndani, anasema ugonjwa wako huu unaweza kutibika. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba fanya kitu ili ukukumbuke kwa kitu ulichokifanya. Huyu mfungwa kuna kitu alikifanya kwa kiongozi, leo hii imeandikwa historia juu yake. Jiulize swali, ndugu wangu, utakumbukwa kwa lipi? Kitu gani ambacho utakachokifanya ukakumbukwa? Ndipo Naman akamwita yule mfungwa na kumuuliza, ugonjwa wangu huu naweza vipi kuweza kupona? Ndipo akamwambia, mtafute mtu mmoja anaitwa Elisha. Walipomtafuta Elisha, na ni kweli ugonjwa ule ulipotea kabisa. Kwa hiyo bado historia inaendelea kumkumbuka huyo mfungwa ambaye ni mwanamke na ni binti mdogo. Je, wewe mdogo wangu utakumbukwa kwa lipi?